Very patient. Wherever we call a meeting, you are always here. You are even here. Vuta ni kuvute kati ya walimu na serikali iliendelea hii leo, huku vyama vya walimu vya KUPPET na KNUT vikidinda kulipwa jumla ya shilingi bilioni 13.5 katika awamu 3 ilivyopendekezwa na baraza la mawaziri hapo jana. Fedha hizo ni nyongeza ya mishahara ya walimu ili kusawazisha mishahara yao na watumishi wengine wa serikali. Naye waziri wa elimu Mtula Kilonzo amekuwa mchache wa imani. Can we get a time frame which can appeal to the teachers, not the union, the teachers? We were specific, 4.5 billion backdated. By which date do we expect it on our pay slips? I've given the date, the October salaries. What could not cause any further disharmony was if it was paid PAP, in our understanding. It should be paid all at once and at most. If the worst comes to the worst, just twice, 2 phases. Kusawazishwa kwa mishahara ya walimu kuna maana kuwa mwalimu wa ngazi ya chini atapata nyongeza ya shilingi 9,594, ilhali mwalimu anayehudumu katika ngazi ya juu zaidi atapata nyongeza ya shilingi 24,658. Lakini sio hilo tu linalowaghadhabisha walimu. The unions did not create this strike so that it is transformed into an emergency. You have not responded by asking them whether they accept it or not. Instead, you now want to bring the other 4.5 billion approved by Cabinet 1st of January. I know, Honorable Dalmas, I know not just you are an economist, but you are also a very wise man. That I know. Because now I cannot say intelligent. Your age, you are beyond now being intelligent. Baada ya vuta ni kuvute hiyo kwa kauli moja, vyama vya walimu vya KUPPET na KNUT vikapinga mapendekezo hayo na kuhoji kuwa wataendelea na mgomo wao unaoelekea kukamilisha wiki ya 3. Hatujakubaliana na ile ofa ambayo tumepewa na mgomo wetu bado upo unaendelea. Nyinyi muendelee kuangalia na macho yenu. Kama walimu wako kazini Jumatatu basi. Kama hawako kazini Mtula atafanya maneno. Maana mimi najua kazi yangu. Usidanganyike na haijua. Matakwa yetu na ile tungependa serikali iangalie kwa makini ni mambo ya Health Service Commission. Health Service Commission itatatua hili shida zote, si za madaktari peke yake, pia za wauguzi. Helen Kimaru, Citizen Nipashe.